ujasiri kwa nguvu za Mungu tutashinda. Nimesosha kwa jina la Yesu. Yesu tayari. Na ndio mahali hapa ujaja kwa bahati mbaya. Umekuja, Mungu anakusudi na wewe. Lazima uvuke kwa jina la Yesu. Hata kama haupo tayari, tutakupush uweze kuvuka ng'ambo kwa jina la Yesu. Milioni yako, tuko hapa, lazima tuone nyumba ya pili na tutavuka kwa jina la Yesu. Siasa mtu mmoja akiongea mwingine, tutavuka kwa jina la Yesu. Na tupo hapa kwa bahati mbaya. Ni shukrani zangu kwa baba askofu pamoja na uongozi wake pia, lakini ameniona mimi hapa. Amen. Kwa hiyo ninanyenyekea chini yako askofu. Mungu wa mbinguni akubariki. Pigie Yesu makofi kwa ajili ya mchungaji. Kichwa cha somo letu kinasemaje? Tunatarajia kuvuka mahali tulipo na kwenda sehemu nyingine. Nasema Jehova yupo tayari kumtoa mahali alipo na kumpeleka sehemu nyingine. Na huyo tunasema hivi, shetani apende sipende, atamwachilia na atavuka ng'ambo kwa jina la Yesu. Na ndio maana ibada hii inaitwa ibada ya kuvuka mahali hapa. Sio ibada ya kukaa mahali ulipo, ni ibada ya kuvuka, ni ibada ya kuvushwa kwa jina la Yesu, maana Mungu aliye hai. Fungua Biblia yako nzuri. Kumbukumbu la Torati sura ya 9 mstari wa 3. Si kwa haki yako wala kwa unyoofu wa moyo wako hivi uingiavyo kumiliki nchi yao, lakini ni kwa uovu wa mataifa haya Bwana Mungu wako awafukuza nje mbele yako. Amen, inatosha. Siku ya leo tunaweka msingi. Ni ibada ya nini? Ya kuvuka. Ni ibada ya nini? Wangapi hapo tayari kuangamiza kwa jina la Yesu? Na ili tuweze kuwafukuza, ndivyo tutakapovuka salama. Siku zote adui anazuia hatima yako ya mbele ya maisha yako. Yaani adui anapoona mbele kuna baraka zako wewe, anaweka kikwazo katikati. Yaani anaweka kipingamizi. Hicho kipingamizi anachoweka. Na ndio maana kuna mtu mmoja anaweza kuwa anafanya biashara au anajitahidi kufanya chochote kile ili aweze kuvuka ng'ambo, lakini anajikuta akifika sehemu ni kama kuna mtu anamvuta nyuma. Na huyo anayemvuta nyuma manake anazuia usivuke mbele. Hataki ajue uko mbele kuna mafanikio ya kwako. Anajua uko mbele ukivuka hautakuwa wewe hapo, utakuwa ni mtu mwingine. Bwana atabadilisha jina lako. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo huyo adui ambaye uko mbele yetu, na ndio maana tunasema hivi, tumesema maandiko haya kwamba tukimtanguliza Jehova atayaangusha maadui zetu. Akitangulia Bwana, wale walioweka mbele yetu wataangushwa kwa jina la Yesu. Na wakiangushwa, manake sisi kuvuka kwetu kutakuwa ni salama, tutavuka bila kikwazo. Yamkini kuna mtu hapa anang'ang'ana sana ili aweze kuenda mbele, lakini yuko mbele hawezi kuenda kwa sababu kuna shetani katikati. Nasema huyo shetani wiki siku hizi 5 lazima tumkanyage na sisi tupite juu yake kwa jina la Yesu. Nasema huyo shetani au pepo au mchawi lazima tumvunje, na Bwana majeshi atatuvusha salama kwa jina la Yesu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mahali hapa Bwana amemkusudia.
Sijajua ni nani uko mahali hapa, lakini kuna mtu amekuwa kilia muda mrefu, anashindwa afanye nini, hajui hatima hilo swala ni nini, lakini Bwana majeshi amenituma mahali hapa kwenye hii madhabahu. Msiba wako naisha, ng'ambo naiona utavuka, na Bwana anatengeneza njia kwa ajili yako. Nasema Jehova anatengeneza njia. Wale waliosimama mbele yako Yesu atawaangusha, na sisi tutapita kwa jina la Yesu Kristo. Maadamu nimekuja mahali hapa, tukiungana pamoja, tukisema Yesu tusaidie, tukisema Yesu tutangulie, tukisema Yesu safisha njia, maana sisi hatuwezi bila wewe. Huyu Yesu tunayemsema, yule anayezuia, tutasema Bwana ashughulike naye, ashughulike naye. Kama ni mamangu mzazi anazuia nisivuke mbele, uko tayari kusema mama ape? Kama ni baba uko tayari kusema baba ape? Kama ni nani uko tayari? Na kama uko tayari, sisi la kwetu ni moja, kumwambia Yesu safisha njia hii hapa. Tunataka tuvuke ng'ambo, maana ng'ambo kuna ushindi, maana ng'ambo kuna baraka zetu, maana ng'ambo kuna kicheko chetu. Na wale wote wanaona tamani, maombi yangu kwenye semina hii, usibaki kama ulivyo. Bwana kutendea aliyo mema. Nasema Bwana kuvusha kwa jina la Yesu. Nasema Jehova ninayemhubiri jioni ya leo akuvushe kwa neema yake. Ndio maana tumesema hii ni ibada ya kuvuka. Kuna watu hao na historia na ibada, waseme kuna ibada fulani ilifanyika bali hapa, nilitoka sehemu nikaenda sehemu fulani. Yule ambaye yuko tayari, Bwana aanze kuvusha maisha yako kwa jina la Yesu. Anasema haleluya. Wanaotuvuta nyuma, nasema watavuta wao kwa jina la Yesu. Yesu yuko tayari kutuvusha sisi hapa. Yesu amejiandaa kwa ajili ya kumshika mkono mtu mmoja aliye tayari na kumpeleka ng'ambo nyingine, na tutavuka kwa jina la Yesu. Matatizo yetu tutayaona ng'ambo ya pili. Nasema shida zetu tutaziona ng'ambo ya pili. Sisi tutavuka ng'ambo tukimfurahia Jehova, na Jehova ataweka wimbo mpya kwenye kinywa chako, ataweka wimbo wa sifa, ataweka wimbo wa furaha, ataweka wimbo uliojaa kicheko kwenye maisha yako. Nasema kama unaamini hivyo, sema na iwe hivyo. Kuna vitu vya kushikilia, hivyo vitu sio haki yako, sio haki yako. Nasema sio haki yako. Haya mambo wewe hujaambiwa kulia kila siku. Hiyo hali ya kulia inatoka wapi? Ni shetani huyo. Na huyo shetani Yesu anaenda kumshughulikia kwa jina la Yesu. Anaenda kutuachilia na tunavuka ng'ambo kwa ajili ya utukufu wa Jehova aliye hai. Mwambie jirani yako, nimechoka na hii hali. Kwa jina la Yesu nimechoka. Naomba Jehova nivushe hapa kwa jina la Yesu Kristo. Siyasikia mtu mmoja akiongea. Kuna mtu mmoja anakuwa na hasira. Yule mwenye hasira anaikataa hiyo hali kutoka ndani ya kilindi cha moyo wake. Sema nimechoshwa, nimechoshwa na hii hali siku zote. Maombi yangu Yesu anivushe, anitoe kwenye hii hali. Usiongee kama shetani rafiki yako, kama mchawi rafiki yako, kama pepo na rafiki nayo. Ongea, sema nimechoshwa, nimechoshwa kwa jina la Yesu. Nasema hii hali imenichosha, yani imenichosha. Yesu Mnazareti, Yesu Mnazareti, Yesu aliye hai, aliye Jehova Rafa, aliye mtetezi wangu, yeye aliyetunesha, yule aliyetusaidia jana, hata sasa naomba kutusaidia. Huyo Yesu mwambie nimechoshwa. Yesu naomba nisaidie, Yesu niwezeshe, Yesu nivuke kwenye ibada hii ya kuvuka. Nivuke kwa ajili ya utukufu wako Jehova. Yule mwanamke alichoshwa, na kama mama anavyotambua
Yule mwanamke alichoshwa na hiyo hali alikuwa nayo, lakini watu wengine wanasema ananuka, watu wengine wanasema hafai, watu wengine wanamdhihaki. Yule maandiko yanasema alitoa mali zake zote kwa ajili ya kujitibia, lakini ilifika sehemu yule mwanamke aliposikia habari za Yesu Mnazareti, habari za mwanaume Yesu Kristo, habari za jemedari wa vita, yule aliyekufa msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu, yule mwanamke akiwa maelfu ya watu wanamtinga Yesu, wanamfuata. Yule mwanamke hakuangalia watu, hakuangalia watu wanasema nini, alichoshwa na hiyo bare. Alisema mimi lazima ili tatizo iwe iweje isiweje, lazima nikigusa vazi na pindo lake Yesu Kristo nitaponywa. Hakuangalia watu wanasema nini, akajipenyeza akiwa amechoka na ile hali, na Yesu akamtendea miujiza. Yesu akamponya. Yesu akauliza wanafunzi wake, ni nani amenigusa? Wanafunzi akasema sisi hatujui, maana watu ni wengi. Lakini yule mwanamke akasema ni mimi hapa, na ameponywa. Sikiliza nikwambie, alichoshwa, na baada ya kuchoshwa akasema liwalo na liwe. Watu ni wengi, wakinikanyaga nikifa sawa, lakini leo nataka nimguse Yesu ili niwe salama, niponywe, maana nimechoka na ugonjwa. Watu waliochoka mahali hapa, wanaotaka kuenda ng'ambo ya pili, wanaotaka kuvuka ng'ambo ya pili, Yesu ataangalia jinsi gani umechoka na hayo matatizo yako, jinsi gani umechoshwa na hiyo shida yako. Yesu atakushika mkono, na akikushika mkono Yesu, maanake utavuka salama kwa jina la Yesu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Yesu hangaiki na mtu aliyekuwa na mazoea. Wenye mazoea wao, wajuaji, wenye mazoea wapataji miujiza. Wanasema nchini na ubiriwa leo. Nilisikia na jana, rafiki yangu, Yesu anaga mazoea. Yesu anaga mazoea. Yesu anaga mazoea. Yesu azoeleki. Yesu anaga mazoea na kuambia. Yesu anaga mazoea. Wale wenye refu, wenye kutetemeka, wenye kusema Yesu nisaidie, Yesu huwa anawasaidia kweli. Kwenye mazoea anaingia matatizo yake, anaondoka na matatizo yake, anaingia na shida zake, anaondoka na shida zake. Yule aliyeingia anasema Yesu, kwenye semina nataka na mimi nikuone kama wenzangu atakavyokuona. Yesu lazima atakutokezea kwa jina la Yesu. Na mimi hapa kama mhubiri, na maombi yangu aliyo tayari, ninaomba Yesu atokezee kwa jina la Yesu. Nasema na mimi hapa maombi yangu, wanasema amechoka, wanaosema nimechoka, acha Yesu asikie kilio chako, acha Yesu aguse maisha yako, acha Yesu aguse hitaji lako. Yesu aguse hitaji lako. Unaamini hivyo? Sema ndiyo Bwana, sema ndiyo Bwana, sema ndiyo Bwana, sema nimechoka, nahitaji nivuke kwa jina la Yesu. Sema hebu ongea kwa sauti, usiogope mtu. Yule mtu aliyekaa naye hana msaada kwako, mwenye msaada ni Jehova aliye hai. Sema Yesu, nimechoshwa. Sema nimechoshwa na hili tatizo, na hii shida, na haya mateso. Nahitaji Bwana nivuke ng'ambo ya pili, na hiyo ng'ambo ya pili, matatizo haya niache ng'ambo hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Sema Jehova, naomba nisaidie kama ulivyomsaidia yule mama, kama ulivyomsaidia yule baba. Nipo hapa na mimi. Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Jioni ya leo ninakuomba Bwana, wewe uliye Ebeneza, wewe uliye faraja yangu, wewe uliye ngao yangu, wewe uliye maficho yangu, wewe uliye mtetezi wangu. Yesu nisaidie, Yesu nisaidie kwa jina la Yesu Bwana wetu aliye hai. Una mkono wako,
Inua mkono wako. Ni saa ya kumwambia Mungu nifanye vile. Ukifunika macho yako, inua mkono yako. Mungu alipomuumba mwanadamu aliona kila kitu kiko sawa. Mungu tuliyekuwa naye ni mkubwa kuliko matatizo ulionayo. Na magonjwa hayakauki. Mungu tuliyekuwa naye ana uwezo kuliko vitu vinavyokuzunguka. Basi inua mkono yako ukifunika macho yako. Nifanye vile upendavyo. Sema Mwokozi Yesu, niwe sawa na nakutazama wewe na kuangalia wewe, hali niliyo nayo nikimweleza mtu yale ninayopitia, yale yanayoniumiza, ni kama najiamini, ni kama najizalilisha. Ninaomba Yesu